tuinue mikono yetu, tumkaribishe mnenaji wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu mwingine ni Pastor Rachel. Wote shangwe na vigele kwa Yesu. Ni kwa ajili ya kibali hiki ametupatia mimi na wewe kufika nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa umefika, jua kuna Mungu amejiandaa ni kwa ajili ya wewe uliyefika mahali hapa. Haleluya. Kuna baraka Mungu ameandaa ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa umefika mahali hapa. Unaona yule uliyemuona juzi leo hayuko. Mungu ana sababu na wewe. Haleluya. Sitakuwa mrefu wa kuongea, tunaenda kwa neno. Msomaji, kitabu ni Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia 1. Tuamini na tuombe ni kwa ajili ya neno. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Nakushukuru Mwokozi wa mbingu na nchi. Ni majira haya Bwana, nanyenyekea chini ya miguu yako Baba yangu. Umefika ni wakati mwingine mwema kwa ajili ya neno lako. Tumishi wako nimesimama katika madhabahu yako maskini. Nanyenyekea chini ya miguu yako Baba yangu. Ninachoomba ni kibali kutoka kwako Baba. Acha Mungu kapate kushuka ni kwa ajili ya neno lako. Kapate kunena na watoto wako Baba yangu. Kanitumie kama chombo mikononi mwako Baba. Asante Bwana kwa maana uko pamoja nasi. Takapoona mwanzo mwema na mwisho mwema. Utukufu na heshima zote ni kwako. Na ni kwa jina la Yesu Kristo ni mkombozi ni Bwana atukuombe. Amen. Kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia 1. Nasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanaanza kutuambia ya kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Endelea msomaji. Kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunaposikia inafaa tuyatunze. Utakaposikia inafaa utii. Ni nini baba yako ananena ni kwa ajili yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale siku hizi tumekuwa ni watu wa kutangatanga kwa sababu hatusikiliza Mungu. Leo tuko hapa, kesho tumeruka tumeenda kwingine. Tunakosa kupata zile baraka Mungu ameandaa kwa sababu ya kutangatanga. Mchana huu leo Mungu anakuambia utakaposikia na kutii, kutunza kwa bidii, hakika kuna vitu vitafanyika katika maisha yako. Amen. Hakuna chochote kitakacho na hasara kama utakaposikiliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo yetu mengi yanaharibika kwa sababu tumekosa kumsikiliza Mungu. Mambo mengi yanaharibika kwa sababu tumekosa kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapoombea haumekaa siku 2-3 unaona mambo hayajaendelea. Unapatana na jirani anakuambia kuna mtu kule, kuna nabii anakuambia mambo yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Si unajua ni nini kinachokukula? Yule jirani yako anapokuambia twende, kuna mtu anakuambia mambo yote. Hebu fikiria sana ni mambo gani unaenda kuambia. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana utakapokuwa mwenye kutangatanga kila wakati, hakuna baraka yoyote atakuja maishani mwako. Hakuna mema yoyote yatafanyika kwa sababu umekosa msimamo. Mchana wa mpendo tangaza msimamo. Amen. Mungu yuko anayependa yote. Mungu yuko anayefanya yale usiyoweza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinachohitajika tangaza msimamo. Yes. Simama na imani moja. Ukisema Yesu ni Bwana basi abaki kuwa Bwana. Ndio. Ukisema nitakutegemea wewe Mungu, baki ukimtegemea Mungu, kuna vitu atafanya. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna gumu. Yale yote yaliyokuzungusha na kukutamisha maisha, tangaza msimamo, Mungu akatenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale yote yaliyofanya unadharauliwa, atakaye kuona hakuoni kama wewe ni mtu kwa sababu hali ulio nayo. Tangaza msimamo, Mungu akatenda jambo. Amen. Tangaza msimamo, kitu kikatendeke. Yes. Tangaza msimamo, Mungu akayajibu maombi yako. Amen. Sikia kila Mungu ananena. Yes. Hawezi nena kama ukimtii. Ndio. Hawezi nena kukukataa kama ukimtii. Unapomtii kuna vitu anatenda. Amen. Amua kumtii huyu Mungu. Amua kumtafuta kwa moyo wako wote. Amen. Kuwa
kumtafuta Mungu sana. Simama na huyo Mungu, vitu vitatendeka. Amen. Haijalishi ni miaka mingapi umekuwa ukilia. Haijalishi ni muda gani umekuwa ukiteseka. Chukua hatua ya kumwamini Mungu. Amen. Chukua hatua ya kumtazamia Mungu. Chukua hatua ya kusimama na Mungu. Hakika kuna vitu vitatendeka. Amen. Endelea msomaji. Amen. Utunze kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, iko Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna tunapotii na kumsikiliza Mungu, kuna mahali atatutukuza. Mahali pale alipodharauliwa kaonekana hufai, Mungu ananena ya kwamba atakutukuza. Yes. Huenda ni kwa watoto wako, huenda ni kwa familia yenu. Kila atakayejaribu kusimama na rudi chini, Mungu akimsikiliza atakutukuza. Atakutukuza. Atakuinua. Atakubariki. Sana atakuheshimisha. Juu ya mataifa yote watatambua kunaye Mungu. Vizazi na vizazi watatambua yuko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha muhimu ni umsikilize na kumtii. Cha muhimu ni utafute sana kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Ana ukimtafuta kuna baraka. Ukimtafuta kuna neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Amen. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapoona baraka hizi zote zitakujilia. Yes. Unachohitaji utakipata. Yeah. Unachokiomba utakipokea. Unachokitafuta utakiona. Tena utakuwa tena na kilio. Haya utakuwa tunatanga huku na kule. Haitakuwa tena kwa sababu umemtegemea Mungu na yeye amekunyoshea mapito yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chukua hatua mpendwa kumwamini Mungu. Anasema baraka zitakujilia. Kuna baraka zitakuja kwako. Yes. Watajiuliza kwani ni yule niliyemjua kwa miaka mingi. Kumbe kuna Mungu anayebadilisha. Yes. Kumbe kuna Mungu anayefanya mambo. Amen. Watoto wako wamekuwa ni kama hawajielewa. Utakapochukua hatua ya kumwamini Mungu, hawa watoto watawaelewa. Yes. Maishani mwako ataeleweka. Hautakuwa kambe huko kambe huko. Ndio. Mungu atatenda jambo. Amen. Chukua hatua ya kumwamini. Amen. Achana na mambo yote mpendwa. Yes. Jishirikishe na Mungu peke yake. Wakati mwingine tunanaswa kwa sababu tumekosa msimamo na kujishirikisha na vitu vingi visivyompendeza Mungu. Utakapochukua hatua, kuna kitu kitatendeka. Baraka zitakujilia. Neema itakujilia. Utukufu utakuwa juu yako. Maana ni Mungu tu mwenye kutenda hayo. Amen. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utabarikiwa mashambani, utabarikiwa na mjini. Bwana Yesu asifiwe. Chochote utakachokigusa kwa mkono wako, Mungu atakufanikisha. Kwa sababu umemsikiliza, kwa sababu umemtii, kwa sababu umemheshimu. Haleluya. Kila unachokiomba Mungu atakufanikisha. Kila unachokililia Mungu atatenda. Tunaomba maongeo ya ng'ombe zako pia zitakuwa nyingi. Hakutakuwa na mifugo kufa ovyo ovyo. Hakutakuwa na kilio cha biashara. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuwa ametamka juu ya hiyo. Endelea msomaji. Amen. Itabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mama, si watu tunapenda sana vitamu vitamu. Ndio. Mungu anasema hicho chombo kitabarikiwa. Amen. Hakutakuwa na kutamani vya majirani. Hakutakuwa na kuhangaika.
watu wakiona mahali fulani kumepikwa, wako hivi kuchukulia kutafuta hicho chako ndo kitabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema chombo chako cha kukandia unga hautatamani tena vya majirani, hautatamani tena vya nje. Maana Mungu anayetenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atawafanya adui zako wainukapo juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua adui zako watakuja kwa njia moja, lakini utakapoenda hautawaona. Unajiuliza wako wapi? Wako wapi walikuwa wakinicheka? Wako wapi walikuwa wakiniumiza moyo? Wako wapi walikuwa wakinihangaisha? Mungu atawatorosha mbele yako. Mungu atawafukuza mbele yako. Pendo, mwamini Mungu. Pendo, mtegemee Mungu. Hakuna linaloshindikana kwake. Hakuna lililo gumu kwake. Yanayoona ni magumu, mwamini Mungu atende. Yanayoona ni mazito, mwamini Mungu atende. Amen. Katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Amen. Kumbe tunapomwamini Mungu kuna vitu vizuri vinatendeka. Tunapotangaza msimamo kuna mambo yanafanyika. Tunakuwa kwenye vikapu vyetu, hatutakuwa na kulialia. Hata kwa ghala zetu Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua ya kumwamini Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo hii, ambie moyo wako, dunia na Bwana. Baraka ziko, neema iko. Tegemea Mungu na katika maisha yako mbarikiwe sana. Kwa ajili ya